Sawa kama dawa ya mnavyonijua ni Kalibanga Nabii kwenye mic. Hapa tunaona mzee mzima ambaye anaitwa kwa jina la Norbe kama kawa, ni chef dika wa hapa kambini Msasa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tulikuwa tunataka kumuuliza ili mradi aweze kutupatia mwangaza. Nimekuja kwako ndugu, mbele ya watu naweza kujitambulisha jina lako ili waweze kufahamu. Kwa majina naitwa Norbert Clement. Ndio majina yako hayo. Kwa hiyo sporo ya hapa kwetu Msasa, kama we deka unakuwa unaona mambo ya hapa kwetu Msasa na kwa gani deka aje kuhusu hii sporo hapa nyumbani? Kutokana na sporo hapa kwetu Msasa, hapa hamna sporo. Kwa upande wa michezo hapa hatuna kabisa. Kinachosababisha kuua ni uongozi wa michezo. Hao ndo watu wa kwanza ambao wamekwenda kuvurugia vijana wenye vipaji wapo, wenye uwezo mkubwa wapo, lakini hatuna uongozi wa kuweza kuongoza wale vijana ili waweze kuchipuza vipaji vipya kwa vijana. Labda kama tungaliki pale, kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya sote kwa pamoja, aidha wewe kama kiongozi wa kambi, kitu gani ambacho unaweza kukifanya ili mradi kesho haya makosa ambayo yameonekana kwenye hii championa, labda kwa nyingine championa ambayo itakuya tuweze kuyamaliza? Kama wewe chef diko unaweza kaongea nini? Shida iliyopo ni moja, tunakwenda kuchagua watu kwenye mambo ya uongozi wa michezo kwa sababu ya ukabila. Hatuchagui watu kwa sababu fulani anajua kitu fulani. Hichi ndio shida. Manake kila mtu anaingia kwa sababu ya kwenda kutetelea cha kwake, lakini haingili kwenye mambo ya soka kwa sababu ya kwamba heti atakuza vipaji vya watoto. Never. Lakini ukabila ndio unakwenda kuingilia ndani. Sisi ni wengi, acha tumchague fulani kwa sababu ni wa kwetu. Nasikia unavyoongea ni kweli, unaongea vizuri, lakini tusiongee mambo mafupi na mengine tuyaache. Najua kama sote tunaishi hapa, wewe ni kiongozi wa kambi kikweli, na najua vile jinsi wewe ni kiongozi wa kambi, kuna neno ambayo unaweza kaiongea na ikaeleweka masikioni pa watu, kama neno la kuagiza. Kutokana na hicho, hivi tayari siku zimekwisha, tunakaribia kwenye uongozi, kwenye uchaguzi tena wa kuchagua. Nafikiria mwezi wa 8 uchaguzi tena utakuwepo. Neno langu la kuambia wakimbizi wenzangu, katika uchaguzi tuchague mtu ambaye anajua. Tusichagui mtu kwa sababu ya kabila yangu na wakati hajui kitu. Wakati tunapokwenda kuchagua watu ambao hawajui kwa ajili ya kabila, sisi ni wengi, ndio maana mambo ya michezo hapa kwetu yanakufa. Lakini tukichagua mtu ambaye anajua mambo ya michezo, mchezo ni nini, mchezo kuandaa kama mchezo ni kazi, tunatarajia vijana wetu kwenye maisha ya kesho kutwa wanaweza kubahatika kupata nafasi nzuri. Kwa hiyo kwa wakimbizi wote tuweze kuchagua watu ambao wanaweza kwenye kile kitu. Tusichagulie ukabila wala nini. Ndio. Labda na mimi niongezee pale. Najua kama kweli hii uchaguzi ya viongozi wa mpira najua inakuyaga kufanyika wakati tayari tumeshachagua viongozi wa kambi. Kwa hiyo kitu ambacho labda mimi ningeliongelea ni kwamba kipindi ambacho tunaweza kuwa tumeshamaliza kufanya uongozi wa kambi, kwa nini mkamate mtu ambaye hamjui kama ule mtu alichezaga mpira? Alafu kwa sababu haiwezekani mtu wa kucheza mpira uje umpatie kitambaa hapa awe lazimeni. Ile kwanza ni kosa na haribu mpira. Cha pili, mtu wa kucheza mpira unamwambia akuwe kiongozi wa kuongoza sporo hapa, ni vitu ambavyo viko tofauti sana. Shida ni moja, inayokwenda kusumbua ni sheria, sio wale watu. Sheria imeweka uhuru kwa kila mtu kuweza kujichagulisha kwenye nafasi ambayo ametaka. Hii ndio shida iliyopo. Manake kila mtu anafanya kile ambacho amekwenda kujisikia. Lakini kwenye mambo ya michezo hapa panahitajika pawe makini sana, kwa sababu hapa tunakuza vipaji, tunawatengenezea hawa watoto maisha. Kuna wengine kesho wataitwa kwenye timu kubwa, wataendelea, wengine watakwenda kucheza Ulaya kutokana na vipaji vyenye kutoka hapa. Lakini shida tu inakuwa ni sheria ndio inayokwenda kutuumiza. Sheria imekwenda kuweka hata na kuku ina uwezo wa kuchaguliwa, ndio sheria yetu ya kambi yetu. Hiyo ndio imekuwa shida. Na tatizo ndio sheria ni sheria, lakini hapa kuna matatizo mengi sana. Najua kama hawa viongozi baada ya kuchaguliwa kuna sheria wameziweka, lakini kwa saizi bado championa kwanza zile sheria ikaonekana kama zile sheria zote hazina nguvu. Tatizo ni moja tu, kila kiongozi aliyechaguliwa ana kwake, anapokwenda kufajilia
Kila kiongozi anaongoza, ana mategemeo yake, ana maslahi yake, upande wake. Hapo sasa ndo umemaliza. Hapa hichi ndo kitu ambacho kinakwenda kutuharibia sisi. Mambo yote kama yamekwisha na mambo yote kama yanaharibika, kwa sababu kila kiongozi hana eneo lake ambayo amesegamia na hataki kwake kupate kosa. Pakipata kosa, yeye anakuwa wa kwanza kwenda kukingia mbele, kwa sababu yeye ni kiongozi, ana neno la mwisho katika maongezi. Basi hapo ndo umemaliza. Kwanza tunashukuru sana. Bwana, hapa tuko pamoja na Norbert ambaye ni kiongozi wa kambi kama dawa. Ameshasikia mambo ambayo ameongea. Ni wajibu wetu sisi vijana kuangalia mtu ambaye tunaweza tukamchagua ili mradi mambo ya hapa kwetu msasa yakae sawa.